Pamoja na kwamba Waswahili walisema mpanda ngazi hushuka, katika hili na tamaa ya madaraka imo ndani. Ni huko Ufilipino ambako tunaambiwa kwamba aliyekuwa rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte, na ambaye aliandamwa na mataifa ya magharibi hadi kufungwa kutokana na kampeni yake ya dawa za kulevya, sasa amechaguliwa tena kuwa meya wa jiji la Davao licha ya kufungwa huko The Hague kwa tuhuma za uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hii ni TriGen Media, tufuate tukujuze. Hakika Duterte amekuwa na safari ndefu, kwani suala la yeye kuwa rais kwa muhula mwingine lilishindikana kutokana na panda shuka, ikiwemo yeye kuhukumiwa na mahakama ya The Hague. Ushindi wake ni kwamba kwa zaidi ya 60% ya kura zilizopigwa, Duterte aliongoza kwa 80% ambazo ni sawa na takriban kura 404,500. Aliyemfuatia alipata kura 1049 kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa na tume ya uchaguzi. Duterte alikamatwa na kusafirishwa kwa ndege hadi The Hague mwezi Machi mwaka huu kutokana na kile kilichodaiwa kuwa ni vita dhidi ya dawa za kulevya, ambapo maelfu ya watu waliuawa na kupigwa risasi mitaani katika operesheni aliyowahi kuiendesha dhidi ya biashara ya dawa za kulevya. Lakini licha ya madai hayo ambayo Duterte ameyakanusha, wachunguzi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa huenda kuandamwa kwake na mataifa ya magharibi ndiko kumempandisha umaarufu wake. Hii ni TriGen Media.